Stronger together. Stronger together. Asante sana. Nakosa maneno mazuri ya kusema, lakini nenda mashariki au magharibi, nyumbani ndio bora zaidi. Wazungu wanasema east west home is the best. Kwa hiyo napata kigugumizi kwa sababu nikiziona sura hizi nyingi hapa, wote hapa tumetoka safari ndefu sana kwa pamoja. Wengine toka mwaka 2010, wengine kabla ya hapo tumepanda milima na mabonde pamoja. Kwa hiyo kwa muda wa takriban kama miaka miwili mwenzenu nilikengeuka. Na kama nilivyoandika kwenye ukurasa wangu wa Twitter na mitandao kwamba ni baada ya kutafakari kwa muda mrefu, ilikuwa ni tafakari ya muda mrefu sana. Toka lile tukio la tarehe 29 ilichukua muda mrefu sana, kwa sababu ilikuwa sio jambo la rahisi kutafakari na kuangalia dhamira yangu ni nini, kile ambacho naona ulikuwa wito wangu ni upi, na jinsi miaka yote ya nyuma tumemtegemea Mungu. Baadaye unakuta unahama, unaanza kumtegemea mwanadamu. Hilo jambo lilianza kunifikirisha zaidi. Kwa hiyo pamoja na kwamba kitaifa nimeonana na taratibu za chama zinasema uende kwenye tawi lako, mimi tayari kali nishapata kwenye tawi langu na taifa nimeshazungumza nao, lakini washukuru sana kamati tendaji ya jimbo la Iringa mjini. Niwapongeze sana kwa kupita na chama hiki katika wakati mgumu sana wa watu kuwekwa ndani, watu kuuawa, watu kupotea, na mpaka sasa naona mwenyekiti wetu wa katibu nadhani wa vijana wa mkoa bado mwenyekiti wa vijana wa mkoa mpaka sasa haeleweki alipo. Haya ni mambo ambayo mmepita katika kipindi kigumu sana. Niwape pole sana sana sana, lakini niwapongeze sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Lakini niseme tena kama nilivyosema, si pamoja na changamoto ambazo naweza nikasema nina sababu ya kujitetea mpaka kufanya maamuzi ya kuhama, hazina mashiko. Nilipaswa niamue tofauti. Unajua ukiwa kwenye nyumba yenye dari alafu imeshika moto, watu walioko chini hawauoni moto. Ukiruka ukadondoka chini, watu watakulaumu kwa nini uliruka, kwa sababu ule moto kule juu wao hawafanyi. Kwa hiyo lawama utapewa wewe ulifanya. Moto umeona wewe wenyewe hawaoni. Kwa hiyo wengi wenu moto niliokuwa nao mimi wenyewe mlikuwa hamfanyi. Kwa hiyo wale wote wanaonipinga, wanaotupinga, wanaotukataa, wanaotupokea, wote mimi naona wana haki. Kwa sababu ule moto wa ndani walikuwa wafanya nini? Lakini hiyo sio sababu ya mimi kusema sasa turudishe yale mambo ya nini? Ya zamani. Mimi naomba wanachama wenzangu ambao sasa tumetoka mbali, narudia tena, naomba mnisamehe kwa sababu tuliacha hizi vita kwa pamoja, tulitakiwa tuendelee, nitakiwa nipambane, nigugumie humo. Lakini kwa sababu labda ya wazungu wanasema ego, yani nilijiangalia mimi mwenyewe kwa sababu nimeumizwa sana, kwa hiyo lazima nijirudishie. Nadhani sikufanya vizuri, nilitakiwa nitulie, niendelee kupambana, lakini yameshatokea, ndio maana naombeni radhi sana. Na sijaja hapa au sijarudi tena Chadema kwa sababu nataka cheo. Sijaja hapa kuleta makundi. Mimi nataka, adui yetu mkubwa ni umaskini, adui yetu mkubwa ni magonjwa, adui yetu mkubwa ni ujinga, lakini adui mkubwa zaidi ni ukosefu wa haki katika taifa hili. Adui mkubwa kabisa katika taifa letu la Tanzania ni mifumo ya kisheria ambayo imefeli kufanya kazi. Mahakama badala ya kuwa chombo cha kisheria ambacho kila Mtanzania anapaswa awe chini ya sheria, mahakama kimekuwa chombo cha watu binafsi ambao wanaweza kutumia vyovyote kuwaumiza Watanzania. Hayo ndio tunayoyadai. Vyombo vya dola vimekuwa vikitumia kuwapendelea baadhi ya watu
badala ya kwamba viwe vyombo vya umma ambavyo kila Mtanzania awe anaamini kwamba akienda polisi atahudumiwa, hataonewa. Vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa ni vyombo vya kupendelea baadhi ya chama cha siasa, kitu ambacho ni kinyume na duniani kote. Nchi zimeanguka pale ambavyo vyombo vya umma kama mahakama, polisi, jeshi, tume za uchaguzi zinapokuwa vyombo vya watu wachache badala ya kwamba viwe vyombo vya kitaifa. Nchi hailindwi na majeshi pekee kwenye mipaka. Nchi, usalama wa taifa unatakiwa uhakikishe kwamba mahakama inatoa haki kwa wananchi, tume ya uchaguzi inatoa haki, mwananchi akienda kupiga kura awe na uhakika kwamba kura yangu itahesabiwa. Sasa kama vyombo hivi vya haki havitoi haki, mtu akipiga kura anakosa imani, na akikosa imani pressure inapanda. Matokeo yake viongozi walioko madarakani wanashindwa kujibu hoja ambazo wananchi wanauliza, wanashindwa kutatua matatizo ambayo wananchi wanatatua. Huyo ndio adui. Kwa hiyo kwa pamoja sisi sasa, mimi nataka tushirikiane, na heshimu uongozi. Mimi mkinialika popote niko tayari. Haya ndio tuyasimamie kuhakikisha hii misingi yote ya taifa letu irudi. Ukisoma historia ya dunia, dola kama ya Rumi, dola ya Rumi ilikuwa na nguvu sana duniani. Dola ya Rumi haikuanguka kwa sababu jeshi lilikuwa dhaifu. Dola ya Rumi ilianguka kwa sababu hii mifumo niliyoizungumza iliferi. Ilipoferi, jeshi la Rumi wanasema lilikuwa na nguvu kiasi kwamba hata kukiwa na gema, wakiambiwa mbele tembea, walikuwa wanatembea, wanaona wenzao wanakufa na wenyewe wanaenda, kwa sababu walikuwa watii sana kwa viongozi. Lakini dola ilianguka kwa sababu mifumo ilianguka. Ukiwa na mahakama dhaifu, nchi haiwezi kusimama. Ukiwa na jeshi la polisi dhaifu linalopendelea chama kimoja, lazima migogoro ya nchi itatokea. Ukiwa na mifumo ambayo, kwa sababu hiyo ndio roho ya nchi naishika taifa. Kwa hiyo mimi ninataka tuongeze hiyo nguvu. Wakati wenzetu upande wa pili wanataja madaraja, wanataja barabara, wanataja vituo vya polisi, wanataja miundombinu, vitu ambavyo ni vya muhimu. Lakini cha muhimu cha kwanza ni utu wa binadamu, haki, demokrasia, uhuru wa watu, utu ambao huyu mwananchi akiwa na utu na demokrasia, hivyo vitu vyenyewe ndio vifuate. Hamuwezi kupunguza vifo vya mama na mtoto, vitu ambavyo ni kweli vimepungua, lakini wakati huo vijana wanapodai haki wanauawa barabarani. Sasa kuna faida gani upande huu upunguze, alafu tena ukufanya nini? Uue, inakuwa haina msingi. Kwa hiyo mimi hayo ndio malengo yangu. Sasa hata nikifa nitakufa nikiwa na amani. Ni kama nimetua mzigo kwamba nimeishi nikiwa na suffocate. Naona wito ambao Mungu alinipa ulikuwa sio ule. Kuna mambo mengi ambayo mtaniuliza labda maswali kwamba ulikuwa huku, ulisema haya, wameniuliza haya na haya. Hivi jamani, hivi Chama alipokuwa Yanga ataacha kuifunga Simba? Si atacheza formation ya Simba jamani. Sasa nilikengeuka nikawa nacheza formation ya kule. Sasa ningefanyaje? Kwa hiyo mnisamehe yote. Mnisamehe yote. Na sasa hivi Chama si amerudi Simba, mnaona tena anafunga nini? Anafunga Yanga. Sasa hayo tukianza kusanya moja moja mtayakuta mengi. Sasa nilikuwa nacheza formation ya mpira wa kule, ulikuwa kule. Vinginevyo wasingenipanga kwenye namba. Sasa utachezaje? Kwa hiyo niseme kwa kifupi, nimefurahi sana kurudi nyumbani. Naomba tushirikiane, tujenge umoja wetu, tujiepushe kwenye migogoro ambayo haina sababu. Na kwa kweli naomba, sijaja kutafuta cheo chochote. Mimi nataka kufanya kazi ya nini? Ya chama. Kwa sababu sifa kubwa ya mwanachama ni kuwa mwanachama wa chama. Vyeo vinakuwa ni matokeo. Na vyeo unapewa na wananchi bwana, na wanachama. Wakitaka wanakupa, kama wataki hawakupi. Mimi nimekuja kufanya kazi. Pale mtakapoona kama nafaa, niko tayari. Kama ushauri, niko tayari. Alafu pamoja na kosa nililolifanya, lakini bado nilipoenda CCM nimejifunza mambo mengi. Kwa hiyo nadhani naweza nikawa shamba darasa vile vile, kwa sababu mimi ninajua upinzani ukoje. Sasa kwa sehemu najua na CCM ikoje. Kwa hiyo najua CCM kiasi, huku na kujua zaidi, lakini sasa niko kwenye nafasi nzuri ambayo wengi hamyajui sana ya kule ndani. Kwa hiyo huku tunajuana vizuri, lakini kule ndani wengi hamyajui. Tujenge siasa za hoja.
Wananchi wanataka siasa za nini? Za hoja. Tuongee siasa za hoja ambazo zitawasaidia wa Tanzania kwa jumla. Kwa kweli nisiseme maneno mengi sana.